Praise the Lord Jesus. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni wenu mtumishi wa Mungu, amiri jeshi Mtume Mikaeli Monga. Ni kiongozi wa kanisa la Ubalozi wa Mbinguni. Leo nimekuja na siri kubwa sana ambayo dunia imeficha. Ni siri kubwa ambayo kanisa imeficha. Na wakati mwingine kanisa haiwezi kufungua jambo hili kwa watu, kwa aibu, kwa kuona aibu na kwa kuona kana kwamba wataaibika. Lakini leo nimekuja kufunua siri hiyo kwa mataifa yote. Neno linasema ambalo ni semina, itakuwa ni ya siku 3 na nitakuwa na vipengele vitatu vya mimi kusimulia siri kubwa ambayo iliyofichika katika makanisa, iliyofichika katika ulimwengu huu. Hata viongozi wetu wa dini mara nyingi wanatuambia kwa aibu na kwa kuficha yale maneno ya kweli yanaweza kutufanya kanisa tukawa huru kweli kweli. Neno kubwa ambalo nitalisema linasema the world of sacrifice. The world of sacrifice. Kwa Kiswahili inasema ulimwengu wa gharama. Ulimwengu wa gharama. Mafanikio, watu wengi wanatafuta mafanikio. Hakuna mtu asiye yatafuta mafanikio. Hakuna mtu awe ameokoka ama hajaokoka. Hakuna mtu asiyetafuta mafanikio. Uwe na Mungu, hauna Mungu, unayataka mafanikio. Kwa hiyo hata wokovu wenyewe bila mafanikio, wokovu hauna maana. Kwa hiyo tunahitaji kufikia hatua ya kufanikiwa maisha ya duniani na pia kufanikiwa maisha ya mbinguni. Na ndio maana mimi mtumishi wa Mungu Apostle Mikaeli Monga nimeweza kukaa katika huduma ndani ya miaka 16. Nina miaka 16 ya huduma, na kulingana na umri wangu nimegawanya maisha yangu katikati. Nimeyagawanya katikati kwa sababu nusu wa maisha yangu nimemtumikia Mungu. Yani nimemtumikia Mungu kwa hali zote, katika dhiki, katika furaha, katika mateso, katika njaa. Lakini kwa mwaka wangu wa 16 ya huduma nimekuja kugundua kitu kizito sana ambacho watu wengi wanashindwa kukifunulia watu. Neno kubwa inasema the world of sacrifice. Nitadadavua kuhusu habari ya the world of sacrifice, utanielewa kwa upana zaidi, kwa sababu somo hili halitoisha leo. Ni somo ambalo nitaenda nao vipengele kwa vipengele. Kipengele kimoja hiki kinaweza kutakisupply kwa wiki nzima, na kipengele cha pili nitakisupply pia tena kwa wiki nyingine, na maana nusu mwezi nitafundisha somo hili. Kitu gani kimenisukuma kuweza kumwomba Mungu kwa bidii na kumtafuta Mungu na kutafuta uso wa Mungu ili nifikie hatua ya kugundua siri hizi ambazo Mungu amenifichulia na kunifunulia, hususan kwa Wakristo katika dunia? Nimekuja kugundua ya kwamba kwa sababu ya kutokujua kweli, maana Biblia inasema kwamba tutalijua kweli nayo kweli itatutia huru. Kwa sababu ya kutokujua kweli, leo Wakristo, hakuna watu maskini kama Wakristo, hakuna watu wenye shida kama Wakristo, hakuna watu wanaonukia shida kama Wakristo. Na ninachoongea, kuna watu watanipa sheria zaidi, watu ambao walioingia kwenye maombi ya mwezi mzima. Mtu anaombea hitaji wiki nzima, mwezi mzima, miaka 2, miaka 3. Inafikia hatua mpaka mtu anakata tamaa. Unakuta mwingine anaingia kwenye ulevi, mwingine anaingia kwenye washarati, mwingine mpaka anasema hakuna Mungu kwa sababu ya hitaji alilikuwa analitarajia kwa muda mrefu halitimii. Ukweli ni kwamba ulimwengu wa Kristo, ulimwengu wa Mungu, ulimwengu wa Mungu wa Baba yetu Yesu Kristo ni ulimwengu ambao lazima uelewe formula na uelewe kanuni yake. Na ndio maana
ninaita the world of sacrifice. Katika dunia, Mkristo unayenisikia, mtumishi wa Mungu unayenisikia, na hata wewe, kuna wakati unajiuliza maswali. Kwa nini watu wabaya wanafanikiwa? Kwa nini walozi ninaona wanastawi? Hata tukiwaambia wafi hawafi, wanaendelea kula maisha. Hata tukisema wakati roho wanaendelea kula maisha. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, tunakuja kuona kwamba watu ambao tunawatakia mabaya tunatamani wafe, lakini hawafi. Kwa nini? Nataka nikwambie kitu ambacho kitakusaidia sana katika maisha haya. Kila kitu unachokitamani, kila kitu unachotaka kufanya, kila kitu ama level unayoitamani kuifikia, iwe mafanikio, iwe ndoa, iwe chochote, mpendwa mtazamaji, katika dunia hakuna kitu cha bure. Hakuna kitu cha bure katika dunia. Niamini, mimi pamoja na Wakristo wenzangu tumeweza kuteseka sana. Tumeweza kuwa watu wa ajabu duniani. Tumeweza kuwa watu ambao ni watu ambao fukara, kwa sababu tunakaa kwenye maombi usiku na mchana, tunaomba eti kwamba tufanikiwe, lakini hakuna siku tulifanikiwa. Lakini mpaka pale tulipogundua ya kwamba ulimwengu wa Mungu unaitwa ulimwengu wa gharama, hapo ndipo tukaanza kuona maisha yanaanza kufunguka. Hapo ndipo tunaanza kuona vitu ambavyo tulikuwa hatuwezi kuvifikia, tunaanza kuvifikia. Hapo ndipo tunaanza kuona level nyingine ya maisha. Kwa hiyo katika maisha hakuna kitu kinaweza kupatikana bila gharama. Lazima utoe gharama, na mtu wa kwanza kutoa gharama ni Mungu. Mungu mwenyewe ndo ametufundisha gharama. Nikisema gharama ni kutoa, ni kujisacrifice, kujitoa gharama, kutoa gharama, yani kujidhabihu. Na ndo maana nikisema hapa the world of sacrifice, ulimwengu wa gharama, utangulizi unasema hivi. Utangulizi wetu unasema katika maisha ya wokovu hakuna mafanikio bila gharama. Kila kiwango cha utukufu kina gharama yake. Watu wengi wanataka baraka, nguvu, upako, mafanikio, lakini hawataki kutoa sadaka. Sadaka ndo gharama naongelea. Hawataki kutoa sadaka na kujitoa kwa Mungu. Biblia inaonyesha wazi kwamba Mungu huwabariki watu wanaomkubali, wanaokubali kulipa gharama kwa ajili yake. Mungu mwenyewe hatembei na mtu asiyetoa gharama, na kila aliyetembea na Mungu ni mtu aliyetoa gharama kwa hali na mali. Na kama unataka mafanikio kwenye maisha yako, kama unataka ukweli wa Mungu usiogoshiwa, nitakuomba unisikilize kwa utulivu, na wala usijikunekune kichwani, usiwe unakaa unajigeuza huku na kule. Yani wewe weka simu yako vizuri. Hebu kama unanifuatilia kwenye TV, hebu tulia kwenye kochi lako vizuri, unifuate kwa utulivu. Utakuja kunishukuru baadaye, kwa sababu Biblia inasema kwamba utajijua kweli, na ukweli itakuweka huru kiuchumi, kwenye ndoa, kwenye familia na katika mambo kadha wa kadha. Mungu mwenyewe ili aweze kukupata wewe na mimi, ili aweze kuupata ulimwengu ambao ulikuwa umetekwa mateka na Shetani, ulimwengu ambao ulikuwa chini ya utawala wa Shetani, ilibidi atoe gharama. Huyo ndo Mungu. Kama Mungu ameweza kutoa gharama, Mungu amefikia kiwango cha kutoa gharama, wewe ni nani? Mimi ni nani nishindwe kutoa gharama? Na ukweli ni kwamba maisha bila gharama utakuwa mtumwa wa dunia. Utakuwa mtu ambaye unayefuatafuata watu nyuma. Utakuwa mtu wa kulialia kila wakati. Utakuwa fukara. Hata ulimwengu wa giza, hawa watu ambao tunaosema kwamba wanafanikiwa, hawa watu ambao unaona kana kwamba wanaenda kwa waganga wanafanikiwa, hakuna anaenda kwa waganga mikono mitupu. Wanapoenda kwa waganga wanatoa gharama, tena gharama ya kulazimishwa. Wanatoa gharama kubwa sana ya kulazimishwa, na ndo maana unakuja kuona mambo yao yanakwenda, licha ya kwamba ina laana ndani yake, licha ya kwamba ina usaliti ndani yake, licha ya kwamba ina kifo ndani yake, lakini wanafanikiwa kwa muda kwa sababu ya gharama. Sembuse we mtu wa Mungu,
ukifikia kiwango cha kutoa gharama, utakuja kuwa mtu ambaye si wa kawaida. Utakuja kuwa mtu ambaye si mtu wa dunia hii. Utakuwa mtu wa dunia, utakuwa katika dunia, lakini wewe wajikonform na watu wa dunia, kwa sababu maisha yako itakuwa ni maisha ya utukufu kusiko kwa kawaida. Basi angalia, tunaenda kusoma kitabu kile cha Malaki. Malaki sura ya 3 mstari wa 7. Basi mtumishi wa Mungu, naomba unifungulie kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wake ule wa 7. Kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wake ule wa 7. Ninaomba vaa maiki hapa. Malaki sura ya 3 mstari wake wa 7. Utakuja kuona kitu ambacho Biblia inasema. Karibu mtumishi wa Mungu. Malaki 3:7. Ndio. Tokea siku za baba zenu, mmegeuka upande, mkayaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia nyinyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini ninyi mnasema, lakini nyinyi mwasema, turudi kwa namna gani? Sura 8. Ndio. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Mstari wa 9. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Maana mmeniibia mimi. Naam. Taifa hili lote. 10. Leteni zaka kamili ghalani. Leteni zaka fungu la 10. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Mjue ya kwamba sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. 11. Ndio. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda kabla ya wakati katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Amen. Praise the Lord. Amen. Mtumishi wa Mungu, wewe ambao unanisikiliza, nakuja kukufunulia siri ambayo yamkini umefichwa, yamkini ulihubiriwa kwa kumung'unya maneno, yamkini ulihubiriwa kwa kufichwa, lakini leo nakuwekea wazi huku nikikukodolea macho ya kumaanisha kwamba hicho kitu unachosema ni ukweli na ni ukweli. Angalia kitabu cha Malaki, kama jinsi mtumishi wa Mungu ametokea kusema kwamba watu walikuwa wamemgeukia Mungu katika namna nyingine, wameacha maagizo ya Mungu. Agizo la Mungu ni nini? Agizo la Mungu lilikuwa ni kwamba kila raia, kila aliyeumbwa na Mungu, kila aliyesimamishwa na Mungu aweze kutoa hesabu katika namna nyingine, haweze kumletea kwa mapato ambayo Mungu amekupa. Kwa mapato ambayo Mungu amekupa, utoe pasenti ya 10 uweze kupeleka kwa makuhani. Sasa wana wa Israeli walifikia hatua ya kukataa, wakasema tunapata faida gani katika kutoa? Tumepata faida gani katika kutoa sehemu ya 10? Wakaacha. Makuhani wakaenda kulima shamba, wakatoka hekaluni, wakatoka kwenye mahala pao pa makuhani, wakaenda kulima mashamba. Angalia, mateso iliingia, shida iliingia, laana ilitawala, watu wakaanza kulia huku na kule, wakapata shida, na ndio maana wakaanza kumlilia Mungu. Mungu anawaambia nirudieni mimi. Watu walikuwa wamemwacha Mungu kwa kutokumtolea sadaka ambayo inaitwa sadaka ya fungu la 10, ambayo ni pasenti 10 ya mapato yako. Watu walikuwa wamekataa, wakasema hatutofanya. Angalia, laana imeingia. Mashamba yao ilikuwa haizai tena. Wanafanya kazi zao zilikuwa zizai matunda. Unalima shamba, unakaribia kuvuna, shamba linakufa, shamba linaliwa na wadudu. Unakuta mafanikio, kila unapopanga jambo alifikii muafaka. Kwa hiyo wakasema
tumrudilie Mungu. Mungu alisema neno moja tu, nirudieni mimi nami nitawarudia nyinyi. Mwanadamu, je, mwanadamu atamwibia Mungu? Kumbe wakati unapopata nguvu kwenye miguu yako, hiyo miguu hiyo unapata nguvu, unaweza kula baga, unaweza kula pizza, unaweza kula tembele, unaweza kula mishkaki. Jua ya kwamba kuna nguvu inakuwezesha ule, na hiyo nguvu inatoka kwa Mungu. Unapoenda kazini, unafanya kazi unapata mshahara. Anayekupa hiyo nguvu ya kwenda kazini na kurudi ni Mungu. Kwa hiyo kwa upendo kabisa, ili Mungu aweze kutukuzwa katika kazi yako, anasema umtolee sehemu ya 10 katika 100% ya kile ambacho ulichokipata. Kwa hiyo unapofanya hivyo, katika namna nyingine unamshukuru Mungu kwa uhai, unamshukuru Mungu kwa nguvu aliyokupa, unamshukuru Mungu kwa utajiri aliyokupa. Lakini tunapoacha kufanya hivyo, katika namna nyingine, Biblia inasema kwamba sisi ni wezi, tunamwibia Mungu. Na ukweli ni kwamba mwizi, maisha yake, nataka nikupe mfano kidogo mwizi alivyo. Hakuna siku mwizi atatulia. Mwizi hawezi kutulia. Mwizi ni mtu ambaye maisha yake uko juu. Mwizi ni mtu ambaye ukimwangalia tu unakuta tu hajatulia. Ndio maana kuna baadhi ya watu ukiwa hauna pesa, moyo wako unatulia, una amani. Lakini ukizipata pesa, moyo wako unakuwa naenda haraka haraka. Unanunua hata vitu ambavyo ulikuwa utarajii kununua. Unakuta matatizo imekuwa ni foleni ya matatizo. Kijijini wanakuambia kuna msiba, mama mzazi anaumwa. Yaani unakuta kila unapopata pesa matatizo yanatokea. Na hayo matatizo yanasababisha pesa zako ziondoke zote. Unakuta unamiliki pesa kuliko upate amani, ndo matatizo yanazidi. Yaani unakuwa unatamani hata ulivyokuwa maskini, unatamani hata kipindi kile ulikuwa huna pesa. Yote yanatokana na nini? Kwa sababu mbele za Mungu anakuona we ni mwizi. Ikiwa umeiba kitu ukakihifadhi kwenye mfuko wako, na aliyeibwa anatafutwa, utakosa amani. Na ndo maana mafanikio unayoyapata hauna amani nayo, na huwezi kufanikiwa kwa sababu wewe mbele za Mungu unaitwa mwizi. Na nataka nikwambie, the world of sacrifice, katika ulimwengu huu hakuna mtu atakayesema ninafanikiwa bila kutoa gharama, iwe kwa upande wa shetani, iwe upande wa Mungu. Hakuna, kuna gharama. Nataka nikwambie kitu, hata hapo ulipo wewe, yani mpaka umepafikia, kuna gharama imetumika. Urembo ulionao, naona unasuka nywele inaenda kushoto, nyingine inaenda kulia, kuna gharama. Kila hatua ya maisha mwanadamu kuna gharama, na gharama ambayo Mungu anatupa inayotuwezesha katika maisha yetu, gharama ambayo tunaweza kuitoa ya kuweza kuweka stability kwenye maisha yetu, kuleta usawa katika maisha yetu. Jambo namba moja ni kutoa fungu la Bwana, kutoa fungu la 10. Ukilitoa fungu la 10, unapata utulivu kwenye ndoa, unapata utulivu kwa watoto, unakuwa unaongea, watoto wanakusikia. Na jambo la 3, hauwezi kuharibiwa vitu vyako. Maisha yako yanalindwa, hauwezi kulogwa kiurahisi. Na ndo maana Biblia inasema kwamba ninyi mumelaaniwa kwa laana. Katika maisha ya mwanadamu, kati ya kitu ambacho usikubali kuishi nacho, kati ya kitu ambacho usikubali kukilea ni laana. Laana ni kitu gani? Laana ni kuishi kinyume na matarajio yako. Laana ni kuishi kinyume na unayotarajia. Kwa mfano, unatamani kuolewa na mtu mnene, unaolewa na kembamba kama mimi. Unatamani kuolewa na mtu aliyeokoka, lakini anayekuja ni mvuta bangi. Unatamani kula kitu fulani, hauna hela kukinunua, unakula kile ambacho hujataka. Unatamani kufanya kitu cha kiwango fulani, unashindwa, unafanya kitu ambacho kiko chini ya kiwango. Ni laana. Laana ni kinyume ya mema. Laana ni kinyume ya mema. Na ndo maana nataka nikwambie, usitunze laana kwenye maisha yako. Na ukianza kutoa fungu la 10 katika maisha yako, ndo mwanzo wa utulivu wa ndoa, ndo mwanzo wa utulivu wa maisha yako, ndo mwanzo wa utulivu wa uchumi wako, na utaanza kuona maisha yako itaanza kufanikiwa. Kwa hiyo fungu la Bwana haikupi tu pesa,
Unapotoa fungu la 10 unapata amani ya moyo. Kuna watu hawana amani. Unapopata fungu la 10 afya yako inalindwa. Unapotoa fungu la 10 unaona akili yako inatulia. Maisha yako unakuwa haujidai, unakuwa udaiwi. Na ndio maana Biblia inasema kwamba nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye. Maana yake ni kwamba kuna roho inaitwa alaye. Kuna roho inaitwa alaye raya mashekere amande lima karabo sekeri mashakayama. Kuna roho inaitwa alaye. Ni roho ambayo hauwezi kuikemea kwa maombi. Hauwezi kuikemea kwa kufunga siku 7. Hauwezi kuikemea. Ndio maana unakuta waombaji kanisani. Unakuta mtu ni muombaji lakini ni maskini wa kutupa. Unakuta mtu ni muombaji lakini umaskini unamtawala. Unakuta ndoa hana, mambo hayaendi vizuri, kwa sababu anasahau formula ya kwamba kuna wakati mwanadamu yoyote ule anatakiwa kutoa hesabu kwa Mungu kwa kumtolea kitu kinaitwa sehemu ya 10. Kwa hiyo mpendo mtazamaji, leo ninafunga na ninamalizia kusema ukitaka kwanza Mkristo wa kweli, kwanza Mkristo wa kweli hawezi kuwa Mkristo usipotoa fungu la 10 kabisa. Hawezi kuwa Mkristo kwenye dini nyingine kama Roman Catholic usipotoa fungu la 10, wewe sio mtu wao. Na wala ukifa hawaji kukuzika. Dini nyingine tofauti na Roman Catholic Lutheran ya kuendelea, yeye usipotoa fungu la 10 hawakutambui kama Mkristo. Kwa hiyo ili fungu la 10 nalitoa kwa nani? Fungu la 10 unalitoa kwa yule ambaye ni kuhani wako, ambaye anayekesha kwa roho yako, ambaye ukipata tatizo utampigia simu, ambaye ukipata shida ukimwambia Baba anasimama na kuja kukusaidia. Lakini ukitoa fungu la 10 mahali ambapo hata jina lako hawalijui, yaani ukitoa fungu la 10 mahali ambapo hata ukipata shida hawatakuja, jua ya kwamba hilo fungu la 10 limepotea. Fungu la 10 ulitoe kwa kuhani wako, kwa yule anayekuombea, kwa yule anayekesha kwa roho yako. Maana Biblia inasema kwamba wanaowaongoza katika roho wao ni wanakesha kwa ajili ya roho yenu. Katika namna nyingine ni walinzi. Yaani unapoishi kuna mtu anaomba ndo kuishi kwako. Kuna mtu anasali ili wewe uishi. Leo tuonyeshe hapa kidogo kwenye Mwanzo sura ya 14. Naomba tusome mtumishi wa Mungu, ndio. Mstari wa 18 hadi 20. Ndio. Na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai. Akaleta mkate na divai. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akasema. Akambariki akasema. Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana. Muumba wa mbingu na nchi. Muumba wa mbingu na nchi. Mstari wa 20. Ndio. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana. Aliyewatia adui zako mikononi mwako. Aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la 10 la vitu vyote. Abrahamu akampa Melkisedeki fungu la 10 ya vitu vyote. Fungu la 10 ya ng'ombe, fungu la 10 ya mbuzi, fungu la 10 ya fedha, fungu la 10 ya kila kitu, kwa sababu alimbariki. Fungu la 10 linapelekwa kwa mtu anayekubariki kabisa, kwa mtu anayekuombea. Usilitoe kwa sababu mimi ni mtu wa dini. Sikia nikwambie, dini haiwezi kumlinda mtu, bali kinachomlinda mtu ni neema na uangalizi wa kiroho ambao unaangaliliwa. Angalia dini yako na kuangalia kiroho kwa kiwango gani, inakulinda kiroho kwa kiwango gani kabisa. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji, mtumishi wa Mungu, mimi nataka nikwambie kitu ambacho ni ukweli. Unajua dunia leo tukiendelea kuwadanganya watu kwa kuwapaka mafuta, tutatoa hesabu mbinguni kabisa. Kuna watu hapa hawana kazi, kuna watu hawafanikiwi, maisha yao hayako sawa, na wakati mwingine wanatutegemea sisi tuweze kuwasaidia. Lakini siku hiyo mtu atakufa na stress, siku mtu huyo atahangaika, mbinguni tutaojiwa, tutauliza nilikupa roho ya huyo mtu, ulishindwa kumwambia ukweli, na ndio maana ameteseka. Unaona, unakuja kuona hukumu inakuwa kwa watumishi wa Mungu. Unaona, yani ukiwa unamwombea mtu aliyetoa sadaka, maombi yale yanaenda haraka kabisa. Unaona, aliyenunua ili sofa ninalokalia mimi ana miaka mingi sana, alikuwa amekata tamaa kuolewa, lakini baada tu kusema ya kutoa hapa kupita siku ameolewa na mchungaji, na klipi ziko mtandaoni. Ameolewa na mchungaji. Kwa hiyo kila kitu nimefanya experience ya miaka 16 mtumishi wa Mungu nabii. Kwa hiyo
Kila anayejitoa, anayesema mchungaji, ninaomba uniombee kwa ajili ya kuangamiza maadui zangu, na akaamua kutoa sadaka yake, akasema hii sadaka ninaisindikiza na maombi yangu, huyo mtu anajibiwa kwa haraka sana, ikiwa ametoa kwa imani, ikiwa ametoa kwa kufurahi na kwa kujidhabihu ya kwamba sadaka hii naitoa kwa Mungu na sio kama nampatia mchungaji ashibishe kitambi. Anayetoa kwa moyo wa kipekee, huyo mtu lazima muone Mungu kwa namna ya kipekee, lazima atamwona Mungu. Pia ni agizo la Mungu. Pia ni agizo la Mungu. Sawa sawa na Kumbukumbu ile sura ya 14:22. Ndio. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10. Usiache kutoa zaka ya fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako. Katika maongeo zote ya mbegu zako. Yatokayo shamba mwaka baada ya mwaka. Shamba mwaka baada ya mwaka. Kila wiki, kila mwezi mafanikio yako, usikose kutoa fungu la 10 kabisa. Na leo nataka niongee kipengele kinachofuata ambayo itakuwa ni kipengele cha pili. Nitaongea kuhusu habari ya agano ya dhabihu. Jinsi agano la dhabihu linavyoweza kumuinua mtu kabisa. Na Mungu anapotembea na mtu anatembea kwa njia ya agano. Kwa hiyo nitaongelea kuhusu, lakini leo nimeongelea kuhusu habari tu ya madhara ya kutokutoa fungu la 10. Madhara ya kutokutoa fungu, na fungu la 10 linatolewa kwa nani? Kwa anayekuombea, anayekesha kwa ajili yako, ambaye hata kama yuko kwenye shughuli zake, ukimwambia baba, anaacha shughuli zake na kuombea, ambaye yuko tayari hata wakati wa shida, yuko tayari kulala njaa kwa ajili yako, yuko tayari kulala chini kwa ajili yako, yuko tayari kujidhabihu kwa ajili yako. Huyo ndio kuhani wako ambaye unafaa kutoa fungu la 10, kwa sababu huyo ndiye atakayeweza kukubariki. Angalia, muda si mrefu, ikiwa somo hili litakugusa, ikiwa somo hili litakubariki, ikiwa Mungu amekupa neema ya kusikia, kwa sababu sio kila mtu atalisikia somo hili. Najua tu yupo mtu mmoja atalisikia, najua yupo binti moja atalisikia, najua yupo mwanaume mmoja atasikia, najua yupo baba mmoja atanisikia, najua yupo mama mmoja atanisikia. Na utakaponisikia kwenye video hii, nitaweka namba ya kutoa fungu la 10 ya kila mwezi, ya kila wiki, ya kila siku, kama ni mfanyabiashara wa kila siku. Baadaye uone kama Mungu atakufungulia malango ya mbinguni, kama Mungu atakufungulia malango ya kazi, kama Mungu hawezi kuleta amani kwenye ndoa yako, kama Mungu hawezi kukuinua. Na usitoe fungu la 10 huko ukimdai Mungu, nataka nione leo. Hapana, ukitoa mwachie Mungu. Mungu yeye anajua kufanya kilicho chema kuliko unachokitarajia. Mungu akikupa, anakupa kilicho chema kuliko unachokitamani. Mungu hakupi unachokitamani, bali Mungu anakupa kilicho sahihi. Anakupa kilicho sahihi. Wakati unaomba ndoa, kumbe mchawi amekupangia kifo. Wakati unapotoa, Mungu anaondoa kifo. Unasema angalia, sijapata pesa, kumbe Mungu ameondoa kifo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu unamwambia Mungu nitendee, Mungu anakupa kilicho sahihi. Kwa hiyo atakayesema kwamba mimi leo katika somo hili, the world of sacrifice, ulimwengu wa gharama, ulimwengu wa Mungu ni ulimwengu wa gharama. Hakuna aliyemwona Mungu bila gharama, hakuna. Hata Yesu mwenyewe, tunapompokea Yesu, wokovu ni bure. Kumpokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako na kuingia mbinguni ni bure, lakini gharama yake ni kukwepana na dhambi. Tunaona gharama, japokuwa wokovu ni bure, lakini gharama yake ni kuogopa dhambi. Unaona tayari kwamba kuogopa dhambi ni gharama, sio mchezo. Kukataa dhambi, kukataa vinywaji vilevi, kukataa uzinzi ni gharama. Unaona? Kwa hiyo Yesu mwenyewe amekuja duniani, lakini wokovu wenyewe tunaopokea bure, lakini kuingia katika wokovu ni gharama. Ama kuishi wokovu ni gharama. Neema yenyewe inahitaji gharama. Chochote unahitaji gharama. Na ndio maana bila gharama utakuwa Mkristo unayenukia mateso, unayenukia magonjwa, unayenukia shida. Lazima utoe gharama. Hata mimi mchungaji unavyoniona, natoa gharama kwa baba yangu wa kiroho, natoa fungu la 10 kwa baba yangu wa kiroho, natoa na mimi, unanitolea na mimi natoa. Kwa hiyo ndivyo tunavyofanya, tunaendelea kuishi katika utumishi. Mungu akubariki sana. Ninakupenda sana mtu wa Mungu, na kuombea Mungu akufanikishe. Mungu akupe neema ya kusikia mahubiri haya. Mungu akupe neema ya kuelewa ninachofundisha. Mungu akupe upeo wa kuondokana na kiburi cha kusema hata mimi najiombeaka. Hakuna mtu anayesema kama nitajiombea. Hakuna. Kila mtu pale ulipo unabebwa na msingi wa mtu mwingine. Huo ndio ukweli. Haleluya. Angalia Ibrahimu mwenyewe ndio baba wetu wa imani, ilibidi abarikiwe na Melkisedeki. Kwa hiyo Mungu akubariki sana.
ikiwa utajiungamanisha na fungu la 10, utakapoingia agano la fungu la 10, basi namba iko pale chini, utaweza kunitafuta na tutaingia agano. Nitakuwa nakufanyia maombi kila wiki, nitakufanyia maombi kila siku, na hapo utakuwa Mkristo wa kweli na mtu aliyeokoka kweli kweli. Mungu akubariki sana. Ni wenu mtumishi wa Mungu, Mtume Mikaeli Monga, kiongozi wa kanisa la Ubalozi wa Mbinguni, nikisindikizwa na mtumishi wa Mungu Samueli. Tuko naye hapa, naye pia ni kiongozi wa Ubalozi wa Mbinguni. Ni umoja wetu na ushirika wetu. Amen.